mitatu na wameshinda michezo miwili. Lakini katika michezo yote hiyo mitano hawajaruhusu wavu wao kutikiswa. Sisi tulikuwa tunazungumzia ubora wa namna safu ya ulinzi ilivyo, yani kwamba akishindwa kukufunga basi yeye akubali umfunge. Na hata akikufunga lakini bado anang'ang'ania abaki na clean sheet ya kwake. Kwa hiyo ni mechi ambayo tulitegemea inaweza kuwa na ugumu wa namna hiyo. Sasa unajua mabenchi ya ufundi na yenyewe wakati wanapanga mpango mechi ile iko mbele yao, moja ya vitu vya kuangalia ni moja wapo ni hivyo. Nafikiri mwalimu wa Yanga alifahamu hilo, ndio akafanya setup ambayo iliweza kusaidia upatikanaji wa magoli. Tulizungumzia hapa tatizo kubwa la Yanga hasa wanapocheza na timu ambazo zinakuwa zinakaa nyuma mpira muda mwingi. Nikasema muda mwingine wanakosa ile sharpness wanapoenda kwenye kushambulia. Sawa, wanakuwa na mpira muda mwingi lakini wanakuwa wako taratibu wanapotengeneza mashambulizi yao. Sasa huo taratibu unawapa muda wa kutosha wapinzani kuweza kuwakabili na kuweza kutengeneza defense nzuri ambayo inasema inawadhibiti wao kushindwa kuweza kufungua ile moja kwa moja ule ukuta. Lakini leo ilikuwa ni tofauti kwa namna ambavyo Yanga walikuja, walifahamu hilo na walifahamu goli la mapema kwao ni muhimu zaidi kufungua mchezo zaidi kulinganisha na kulikosa ile goli la mapema. Na hilo ndio lilosaidia kuwafanya mchezo uwe wa wazi. Kwa sababu tayari Mashujaa walikuwa wako nyuma kwa goli. Ilikuwa hakuna tena sababu ya kufanya ule mpango wao wa kwanza wa kusema uweze kukaa nyuma. Sasa walipopigwa ile goli la mapema wakaamua sasa na wenyewe kucheza mpira, ndio pale sasa mechi ikawa nyepesi kwa Yanga kwa aina ya wachezaji ambao walikuwa nao. Kwa hiyo unaweza kusema pongezi kwa mpango mkazi mzuri ambao mwalimu wa Yanga alikuja nao, lakini pongezi kwa wachezaji kuweza kuexecute na kupata goli la mapema ambalo iliweza kufanya mchezo wote kuweza kubadilika sura yake kama ilivyokuwa. Naamini kama huu mchezo ungeweza kwenda dakika 30 au 35 bila kupatikana goli, pengine tusingeshuhudia idadi kubwa ya magoli kama hii tuweza kuiona. Lakini ile goli la mapema, unajua wakati mwingine inaweza likawatoa kabisa katika mchezo, kuwavuruga, kuwafanya mshinde ujue kujua mpango kazi wenu ni upi kwa wakati huu, mwendelee kukaba au mtoke mwende kushambulia. Sasa watoka waenda kushambulia, unarudi vipi kuja kuziba zile nafasi? Kwa hiyo akajikuta Yanga eneo la katikati liko wazi, pembeni pako wazi, kuna muda mwingi pako wazi. Kwa wanafanya mambo wanavyojisikia na wanavyotaka. Kwa hiyo kushangaa kwamba kipindi cha kwanza kina goli 3, kipindi cha pili kina goli 3, sidhani kama ni kitu cha kushangaza kwa nini kwa nani mchezo ulikuwa unakwenda. Sawa. Arnold, leo namuona Jafari Kibaya katika eneo la mbele, kina Selemani Bwenzi, kina Kimbwa, lakini pia katikati kwenye kiungo pale kina Nditi. Bado wameshindwa kabisa kutoa ule ushindani ambao pengine labda watu waliutamani hasa. Na jana hapa tulikuwa tukiuzungumza hivyo. Unaweza ukasema hivyo, lakini kwenye hilo unazungumzia wamecheza na nani ama wamebiti na nani katika eneo hilo ambao umetoka kuzungumza. Unazungumzia wamekutana na timu ambayo ukitazama kwenye ubora wa mchezaji mmoja mmoja unazungumzia wamezidiwa. Unatazama ubora wa Duke Abuya toka amekuja ndani ya Yanga, unaona jinsi gani tayari kashajisimenti kwenye nafasi ya eneo la kiungo. Unazungumzia pia ingizo jipya Damaro, naye unaona kazi kubwa ambayo ameifanya kuanzia kwenye michuano ya Mapinduzi mpaka kwenye mechi ya leo ya ligi kuu. Kwa hiyo ulikuwa unaelewa ni jinsi gani hapo katikati kulikuwa na kazi kubwa sana ambayo wakina Kihimbwa umekutana nayo, wakina Nditi kwenye neno hayo. Kwa hiyo unaweza kaelewa bora ndio ambao unaweza kusema umeamuliwa kwenye mechi wa siku ya leo. Na ukitaka kuamini katika hilo unaweza kusema kwenye dakika zote Yanga walikuwa wao ndio wanaendesha wacheze kwa staili gani, kwa maana ya possession mpira, wacheze kwa kasi, namna gani wanatakiwa waweze kuwafungua Mashujaa pale ambapo wametengeneza shughuli vibaya ya kiulinzi, kwa maana kuanzia kwenye eneo hilo la kiungo ambalo mlizungumzia mpaka kwenye eneo la nyuma kwa maana ya back four. Kwa hiyo unaweza kusema kwa dakika zote Yanga walikuwa umeukamata watu kwa Mashujaa ambao waliingia. Ndio vile tulitoka kuzungumzia jana ni namna gani kuna kipindi cha AFCON
kwa maana ya ligi kusimama kimewezaje kuwaathiri baadhi ya timu na wengine wamenufaika, kwa maana wale ambao walipata pia kushiriki michezo kama Mapinduzi, ndio pia Yanga wenyewe, ndicho ambacho kinaonekana. Unaona hata kwenye namna jinsi ya uchezaji Mashujaa kama walionekana yani wako kwenye tempa ya chini sana, kiasi kwamba hiyo ikawa ni advantage sana kwa Yanga na kuweza kuabiti na mwisho siku akafanikiwa kuondoka na matokeo ya ushindi mkubwa. Sawa, katika mchezo huo leo tumeshuhudia sajili kadhaa ambazo zimeonekana moja kwa moja kwenye kikosi cha Dar es Salaam Africans, wawili wakitoka na magoli, akiwemo Damaro ambaye ameingia, lakini pia ndo alianzisha karamu hiyo ya magoli, lakini pia Depu dakika za jioni akifunga karamu ya magoli hii leo. Okello pia akiwa mmoja kati ya wachezaji nyota akifanya vizuri katika eneo la katikati pale. Usajili wa Dar es Salaam Africans umelipa ama mnauonaje kwa mwanzo huo? Kwa Depu nafikiri leo amekamilisha nini? Mechi moja. Goli moja, assist moja. Nafikiri hakuna mchezaji yote ambaye anaingia katika kikosi kwa mara ya kwanza na anatokea benchi anaomba apate nafasi kama hiyo, nafasi kama hizo ambazo zinaweza zikamweka katika nani. Kwanza inampunguzia yeye mwenyewe mchezaji kama mchezaji pressure ya kuhitaji kufanya kitu ili kuweza kuonekana. Kwa hiyo unasema ni mwanzo mzuri kwa Depu kwa namna alivyofanya, na ukimtizama toka ameingia movement alizokuwa anazifanya, namna alivyokuwa anatembea katika zile zone hasa katika eneo la mbele, unaona kabisa ni aina ya mshambuliaji ambaye sio tu ana uwezo wa kukaa katika nafasi na kuweza kumalizia kama goli ile alilolifunga, lakini vile vile ana uwezo wa kutengeneza nafasi, lakini pia ana uwezo wa kufanya movement. Kuna goli moja nafikiri alikosa, ilikuwa off target, lakini unaona mpira mrefu umepigwa kuwavuka mabeki, movement alizokuwa anafanya, nguvu, unasema ile nguvu ya kuzuia mali ilikuwa ni kwa nani kubwa. Kwa hiyo karibia kila kitu ameonekana anacho cha mshambuliaji ambacho anahitajika. Naamini ni mechi ya kwanza, alafu ni dakika chache amecheza, pengine tutakapozidi kumuona zaidi katika mechi zingine anaweza ka offer zaidi kitu, yani tunaweza tukaona zaidi mazuri yake zaidi. Kwa sasa hivi kwa dakika hizi chache huwezi kumaliza maneno yote kusema kwamba kila kitu amemaliza, lakini ni mwanzo mzuri kwa upande wake. Kwa upande wa Okello, yeye amecheza dakika 90 zote za mchezo, na mashabiki wenyewe mkoani ulikuwa unawasikia namna walivyokuwa wanamuimba utulivu ambao amekuwa nao anapopokea mipira na anapoangalia namna ya kusambaza na kupiga zile pasi mpenyezo zile kujaribu kutengeneza zile nafasi. Unaona kabisa kwamba ni mchezaji ana vitu vya kutosha ambavyo taratibu anapozidi kuzoeana na wenzake anaweza akaifaidisha zaidi Yanga kulinganisha na namna ilivyo. Kwa hiyo unazosema sajili zote tatu zote tatu zinaweza kumaanisha Damaro kwenye kiungo cha kukaba, Okello kiungo cha kushambulia, pamoja na Depu kwenye ushambuliaji. Mpaka sasa hivi unaweza ukasema kiasilimia katika 10 wote wana zaidi ya 6. Yes. Sawa. Kwa namna ambayo leo Damaro amecheza, amempa fursa pia Duke Abuya kusogea juu na kuweka kambani. Lakini pia unamuona Okello ambaye ameenda kuanza kama namba 10 pale, nako pia kumekuwa na faida ya watu pengine wanaweza kumsahau sasa Mahmoud Dumbia. Katika kitu ambacho mwalimu wa Yanga ana kazi kubwa sana kukifanya ni kwenye namna ya selection yake ambayo atakayokwenda nayo, kwa maana ya kile ambacho kitafanyika ndani ya uwanja, lakini pia kwenye mazoezi. Lakini pia kitu kikubwa ambacho muda mwingine walimu waga nafurahia kuona unakuwa na squad pana, alafu kuna wachezaji ambao hawapishani sana. Na hicho ambacho mwalimu Pedro naona anakwenda kufaidika nacho. Tumetoka hapo kumzungumzia Damaro, ambayo nafasi ambayo amecheza siku ya leo, ambayo ni nafasi ambayo mara nyingi sana tulikuwa tunazungumzia Duke Abuya alikuwa anacheza hapo. Kwa watu ambao nikirudi misimu miwili nyuma ama msimu mmoja nyuma, Duke Abuya akiwa na kipindi kabla ya kubadilishwa kuwa Singida Fountain Gate Black Stars, ilikuwa inaitwa YF.
Duke Abuya, na hata huko alipotokea kwenye ligi ya Kenya ndio alikuwa anacheza katika maeneo ya mbele, winga ama unaweza kutumia kama mshambuliaji kivuli wa mwisho. Sasa baada ya maingizo haya mapya, kwa maana kwenye eneo la kiungo kuwa na idadi kubwa sana ya wachezaji kwenye eneo hilo, kwa sababu tunazungumzia hapo pia kuna Barakonte ambaye ana uwezo pia kucheza nafasi hiyo kukaba chini yake, ambapo hapo unaweza kumtumia kama box to box na akakupa nafasi hiyo. Tunazungumzia pia Damaro ambaye yupo kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo unaona tayari kwenye eneo tu la kiungo wa chini Mwalimu Pedro ana option zaidi ya wachezaji wangapi? Wawili hapo unazungumzia. Kwa hiyo unaona tayari kuna kazi nyingine kubwa sana ambayo inaenda kuumiza kichwa kwenye eneo la mazoezi. Sasa ni nani ambaye atakwenda kuanza naye kwenye eneo hayo? Tuje kwenye eneo la mbele hapo, tutoke kwenye eneo la nyuma kiungo mkabaji, tuje kwenye kiungo mshambuliaji, kwenda mbele zaidi huko kwenye mpaka ushambuliaji. Unazungumzia hapo Mudathir, unaweza kumtumia maeneo hayo, anaweza kukupa iko kitu. Tunatoka kumtaja pia Duke Abuya, anaweza pia kucheza. Tunazungumzia Maxim pia Zengeli, ana uwezo pia kucheza nafasi hizo. Tunazungumzia hapa Komi Zuzwa, au ni wachezaji ambao walikuwepo. Tunazungumzia maingizo mapya ambao wameingia pia wameshaonyesha impact ndani ya, japokuwa ni mechi moja ya uwezo ukasema moja kwa moja, lakini tumekiona kwenye hiyo mechi moja kuna kitu gani cha kitofauti. Au wachezaji ama maingizo mapya wanaingia ndani ya Yanga watakionyesha wataonyesha ushindani kwenye nafasi ya mchezaji mmoja mmoja, ili aweze kujiwekea kwa maana mimi ni nafasi yangu. Unazungumzia kuna Prince Dube, unazungumzia Okero ambao ameingia Depo. Kwa hiyo unaona mwalimu wa Yanga ana kazi kubwa sana ya namna gani sasa kwenye selection yake atakuwa anaumiza kichwa kwenye mechi hii niende na nani, mechi hii nimpumzishe nani. Na hapa inawezekana kwake ni faida kubwa, kwa sababu leo tunazungumzia labda Duke Abuya hajaanza, nje una Barakonte ana uwezo pia kuanza. Unazungumzia Damaro ana uwezo kuanza, ama unaweza kuchezesha wote kama ambavyo wamechezesha leo, kwa maana ya Damaro pamoja na nazungumzia na Duke Abuya kwenye maeneo hayo. Ukija kwenye maeneo ya mbele una Prince Dube, una Depo ambaye pia wote wanaweza kucheza kwenye mazingira hayo, kwa maana kucheza kama mawinga, muda mwingine kuingia ndani. Kwa hiyo unaona ni benchi la Yanga ambalo limesheheni wachezaji wengi sana wenye ubora ambao hawajapishana sana, kiasi kwamba sasa kinamnufaisha mwalimu mwenyewe sasa kuwa na machaguo mazuri kwenye kila mechi. Ana option leo niende na nani ambaye atanipa machaguo mazuri kutokana na mechi jinsi itakavyotaka. Labda leo nahitaji mechi ya man to man, mechi ya man to man nahitaji mchezaji kama Damaro ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo. Depo ambaye pia mwili wake